Mambo ni vipi mwana familia wangu? Ni time nyingine poa tunakutana hapa kuweza kuhabarishana na kujuzana machache kati ya mengi ya kimichezo ambayo yameweza kutufikia mezani kwetu hapa Data Kiki, na siku ya leo tutatoa moja kwa moja kwenye mitaa ya wekundu wa Msimbazi Simba kuangazia yale yanayojiri ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Simba usani katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Bwana, inaelezwa kwamba mpaka sasa hivi tayari klabu ya Simba imekushaweza kumalizana na takribani wachezaji 7 ambao wameweza kuingia moja kwa moja kwenye kikosi hiko cha Simba kwenye kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Na wachezaji hawa 7 ni kwa maeneo mbalimbali. Klabu ya Simba imeweza kusajili golikipa, lakini pia klabu ya Simba imeweza kusajili mabeki, klabu ya Simba imeweza kusajili viungo washambuliaji, bila kusahau eneo la mwisho ama eneo la mchezaji anayelimudu nafasi ya nambari 9 uwanjani. Na wachezaji hawa wanajumuisha wachezaji wa kimataifa, lakini pia na wachezaji wazawa. Sasa majina nyota hao wote 7 ambao klabu ya Simba wamekushaweza kumalizana nao kwenye kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili, niko nayo hapa mwana michezo wangu, na mimi nitakusogezea moja kwa moja ili nayo uweze kuwafahamu wachezaji hawa 7 ambao klabu ya Simba wamekushaweza kumalizana nao. Je, wanatokea kwenye virabu gani? Lakini pia wana uwezo kiasi gani wanapokuwa uwanjani? Undani wa taarifa hizi zote nitakusogezea moja kwa moja kupitia hapa, bila kusahau nitakujuza kuhusiana na mikataba ambayo wameweza kusajiliwa ambao waliweza kusaini ndani ya klabu ya Simba ina muda gani. Sasa kabla sijakusogezea haya yote mwanamchezo wangu, ili uweze kufahamu kuhusiana na hiki, naomba nikukumbushe jambo moja na la kimsingi. Kama wewe ulikuwa bado hujasubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu hapo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, basi nikwambie kiukweli wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea kila siku kupitia hapa Data Kiki. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee kupitwa na hizo taarifa mpya za kimichezo ni swala moja tu na la kimsingi mwanamichezo wangu, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yanaandikwa subscribe, kisha kutani on notification kwa kubonyeza alama hiyo ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, hapo utakuwa umemaliza kila kitu. Wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ile ya kimichezo ambayo sisi huwa tunakusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Data Kiki. Hautakaa kuwaza tena utapata wapi taarifa mpya za kimichezo, bali utapokea notification kupitia simu yako ya mkononi ya kwamba sisi tumekushaweza kukusogezea taarifa mpya ya kimichezo. Na jukumu lako mama linalobakia ni jepesi kabisa mwanamichezo wangu, ni kwenda kutazamia hiyo taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tumeweza kukusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Data Kiki. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie juu ya wachezaji 7 ambao klabu ya Simba wameweza kumalizana nao na kuwasajili kwenye timu yao hiyo katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Bwana, mchezaji wa kwanza ambaye klabu ya Simba mpaka sasa hivi wamekushaweza kumalizana naye anafahamika kwa jina la Ismail Olivier To. Mchezaji huyu mwenye umri takriban miaka 28, mwenye uwezo wa kulimudu eneo la beki, wakati klabu ya Simba tayari wamekushaweza kumalizana na nyota huyu na tayari amekushaweza kutua kwenye viunga vya wekundu wa Msimbazi Simba kwa ajili ya kuipambania nembo ya Simba Sports Club kwenye michuano mbalimbali kuanzia ligi kuu, lakini pia kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Mchezaji huyu ambaye alikushaweza kufanya kazi na kocha mkuu wa timu hiyo ya Simba, kocha Steven Becker, alipokuwa pale kwenye timu ya Stellenbosch, amesaini mkataba wa takriban miaka 3 kuitumikia timu hiyo ya Simba Sports Club, ambaye anakuja kuongeza nguvu katika eneo la ulinzi kwenye kikosi iko cha klabu ya Simba. Bwana, Simba wameshusha vyuma kweli kweli. Mchezaji mwingine wa pili ambaye klabu ya Simba wamekushaweza kumalizana naye mpaka sasa hivi hapa na tayari yupo pale kwenye mitaa ya Msimbazi Simba, anaendelea kuitumikia nembo hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba, si mwingine bali ni Libase Gueye. Huyu ni bwana mdogo kabisa mwenye umri wa miaka 22 ambaye klabu ya Simba amekushaweza kumalizana naye kila kitu, na mchezaji huyu amekushaweza kujiunga na timu hiyo ya Simba Sports Club. Libase Gueye ni mchezaji ambaye alikuwa anaitumikia timu ya Teungueth FC ya hapo nchini Senegali, na sasa hivi ni mchezaji rasmi wa klabu ya Simba Sports Club. Gueye ni mchezaji ambaye analimudu eneo la kiungo ushambuliaji anapokuwa uwanjani. Uji wake ndani ya klabu ya Simba ni zaidi wanahitaji kuboresha eneo la ushambuliaji, hususani kwenye kupata matokeo chanya wanapokuwa uwanjani. Mchezaji huyu pia tuliweza kumshuhudia akicheza mchezo wake wa kwanza kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, mchezo uliofanyika pale nchini Tunisia, ikiwa ni kati ya Simba dhidi
ya Esperance de Tunis, lakini kwa bahati mbaya licha mchezaji huyu kujaribu kuipambania nembo, lakini waliweza kupoteza mchezo huo kwa chuma 1-0. Lakini kwenye dakika chache ambazo mchezaji huyu alionekana alipokuwa uwanjani, alionekana kuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wana vitu vingi mguuni na anaweza kuongeza kitu kwenye kikosi iko cha klabu ya Simba. Huyo ni mchezaji wa pili ambaye klabu ya Simba mpaka sasa hivi wamekwisha kumalizana naye, lakini mchezaji wa tatu ambaye klabu ya Simba wamekwisha kumalizana naye mpaka muda huu ninavyozungumza na wewe mwana michezo wangu, si mwingine bali ni beki kitasa, anaweza kulimudu eneo la beki nambari 3 Nixon Kibabage mwenye umri wa miaka 25. Mchezaji huyu amekuja kwenye kikosi cha klabu ya Simba kuja kuongeza nguvu katika lile eneo la beki wa kushoto, ambapo tangu aondoke Mohamed Zimbwe Junior kwenye eneo hilo linaonekana kulegalega. Wachezaji ambao walikuwa wanapewa nafasi, ukimzungumzia mchezaji kama Anthony Mrigo, walikuwa wanaonekana kama kutoweza kulimudu vizuri. Hivyo ujio wake ndani ya kikosi cha klabu ya Simba ni zaidi shairi. Klabu ya Simba amezamilia kuboresha katika eneo lao la beki wa kushoto. Mchezaji huyu amesajiliwa na klabu ya Simba akitokea kwenye timu ya Singida Black Stars. Huyo ni mchezaji wa tatu ambaye klabu ya Simba mpaka sasa hivi wamekwisha kumalizana naye na wameshakwisha kumtambulisha. Sasa tuende kumtazamia mchezaji wa 4 ambaye klabu ya Simba mpaka sasa hivi wamekwisha kumalizana naye. Huyu si mwingine bali ni mchezaji anayefahamika kwa jina la Jibrila Kasari Tanja. Huyu ni mchezaji anayelimudu kulicheza eneo la goalkeeping, yani huyu ni goalkeeper ambaye klabu ya Simba wameweza kumsajili ili kuja kuongeza nguvu katika eneo la milingoti mitatu ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Simba. Ujio wake umekuja kuchukua nafasi ya Musa Pimping Kamara ambaye goalkeeper huyo mpaka sasa hivi amekushaweza kutolewa kwenye system ya usajili kufuatia majeraha yake ambayo atamweka nje ya uwanja kwa muda mrefu. Jibril Kasari huyu ni miongoni mwa goalkeeper ambao wana uwezo mkubwa, uwezo wake wa kuzuia mashuti hatari kuelekea kwenye rango lao. Sasa Jibril Kasari anakuja kuongeza nguvu katika eneo hilo la goalkeeping ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Simba. Mpaka sasa hivi klabu ya Simba wamekushaweza kumtambulisha mwamba huyu na tumeweza kumshuhudia kwenye michezo kadhaa, ikiwemo mchezo dhidi ya Esperance kwenye michuano ya klabu bingwa, lakini pia kwenye mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara akicheza dhidi ya timu huyo ni goalkeeper ambaye klabu ya Simba wamekushaweza kumtambulisha. Mchezaji mwingine wa 5 ambaye hapa klabu ya Simba wamekushaweza kumtambulisha mpaka sasa hivi na anaendelea kuitumikia nembo ya wekundu Msimbazi Simba, si mwingine bali ni kiungo mshambuliaji Clatous Chota Chama. Mchezaji ambaye klabu ya Simba wamerejesha tena ndani ya viunga vyao hivyo mara baada ya mchezaji huyu kuitumikia timu hiyo ya Simba kwa misimu kadhaa nyuma kwa mafanikio makubwa. Hivyo mchezaji huyu amejiunga na klabu ya Simba akirejea tena akitokea pale kwenye timu ya Singida Black Stars. Mchezaji huyu Clatous Chota Chama wote tunafahamu ubora wake kwenye miguu yake ya dhahabu anapokuwa uwanjani kwenye kupambania timu. Si mchezaji wa mzamzaa na anapolikaribia rango si mchezaji wa kuchekea. Ni dhahiri shairi klabu ya Simba hapa wameramba karata dume. Lakini mchezaji wa 6 ambaye klabu ya Simba mpaka sasa hivi wamekushaweza kumalizana naye si mwingine bali ni mchezaji anayefahamika kwa jina la Anicet Oula. Huyu ni mchezaji ambaye klabu ya Simba wameweza kumsajili kutokea kwenye timu ya IF Jenistan inayoshiriki ligi daraja ya kwanza pale nchini Finland. Mchezaji huyu amejiunga na timu hiyo ya klabu ya Simba kuja kuongeza nguvu katika eneo la juu, kwa maana kwamba mchezaji huyu anaweza kucheza kama winga ya kushoto, lakini pia anaweza kucheza winga ya kulia. Steve Becker amemleta mchezaji huyu ndani ya kikosi hiko kwa ajili ya kuja kuongeza nguvu na alikwishaweza kufanya naye kazi walipokuwa pale kwenye timu ya Stellenbosch ya Afrika Kusini. Huyo sasa ni mchezaji wa 6 ambaye mpaka sasa hivi klabu ya Simba wamekushaweza kumalizana naye. Sasa twende tukamtazamie mchezaji wa 7 na mwisho ambaye klabu ya Simba wamekushaweza kumalizana naye mpaka muda huu ninavyozungumza na wewe. Lakini kabla sijakusogezea jina la mchezaji huyu hatari kweli kweli, sifa zake tu zinaweza kutikisa ulimwengu mzima, naomba nikukumbusha jambo moja na la kimsingi mwana michezo wangu. Kama wewe hii ndio time yako ya kwanza unajiunga nasi alafu bado hujasubscribe channel yetu, basi nikwambie kiukweli wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea kila siku kupitia hapa Data Kick. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee kupitwa na hizo taarifa, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yanayoandikwa subscribe. Ukishafanya hivyo utakuwa umetisha kinoma noma na utakuwa mtu wa kwanza kupata kila aina ya taarifa mpya kimichezo ambazo sisi tunakusogezea kila siku kupitia hapa
Data Kiki. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe, sasa twende tukamalizie mchezaji huyu wa mwisho ambaye klabu ya Simba wamekushaweza kumalizana naye na wamekushaweza kumtambulisha ndani ya kikosi chao hiko cha mnyama. Huyu si mwingine bali anafahamika kwa jina la Ino Jospin Loemba, mchezaji mwenye umri wa miaka 21. Klabu ya Simba wamemsajili mchezaji huyu kutokea kwenye timu ya Korombe Sport inayoshiriki ligi kuu ya pale nchini Kameruni. Mchezaji huyu anaweza kulimudu eneo la kiungo mshambuliaji nambari 10 ambaye klabu ya Simba inaonekana wanahitaji sana kuboresha lile eneo la juu kwenye kikosi chao hiko, hususani eneo la ushambuliaji. Hawa ni wachezaji 7 ambao mpaka sasa hivi ninavyozungumza naye tayari wote wapo na timu na wanaendelea na mazoezi kwa ajili ya michezo mbalimbali ambayo klabu ya Simba watakutana nayo siku za usoni. Sasa huu ndo muda wako sasa kuja kutuambia maoni yako na mtazamo wako kuhusiana na hiki ambacho nimekusogezea sasa hivi. Je, ni sajili gani hapa imekukosha kweli kwa wachezaji hawa nilokutajia ambao wamesajiliwa na klabu ya Simba kwenye kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili? Njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment hapo maoni yako na sisi tutakuja kuchat na wewe kupitia hapo. Lakini bila kusahau jambo la muhimu kuliko yote, kulike, kushare na kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu hapo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.